Inakuwaje, mambo vipi? Karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, niko na DJ Smart kama kawaida kabisa. Nyuma ya kamera yupo Rizky bwana. Bahati nzuri sana sasa hivi interview zetu ama interview yangu na DJ Smart tunazitoka hapa all the way kutoka Fuse Studio. Kwa hiyo bana, asanteni sana kwa watu wote ambao mmekuwa mkitoa support zenu sana kwa Smart. Of course mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeanza kufanya na Smart interview humu tulikuwa tuna sweat sana. Kwa hiyo mimi nikiona nikiingia hivi nikakuta vitu viko hivi, alafu yale matunda pia na mimi na faidi kuna namna moja ama nyingine, basi I feel so good kweli yani. Smart kwema, lakini kwema kabisa. Mambo anasemaje? Na mimi pia nafarijika. Hata wana Fuse wana SNS, wana 96 Link, wana Bongo Plus, wanafahamu hii safari, walikuwa naona. Kwa hiyo mpaka hapa na pia naamini pia inawapa moyo kwa sababu wanaona chochote wanachochangia, wanaona matunda yake. Hamna ufisadi. Kwa sababu uwezi ukawa wewe unapinga ufisadi alafu wewe fisadi. Watu wanakusupport alafu hawaoni feedback. Unaenda kupop bottle huko, umeona? Lakini mtu anataka kusupport mambo yaende. Kwa hiyo naamini nao wanafurahi yani. Sure kabisa. Kweli. Yaani naamini hata wote ambao wamesupport wanaona maendeleo. Uzuri Smart vitu vinaonekana. Kabisa. Umesema bwana mimi nataka kitu fulani kinaonekana. Tulikuwa tunahitaji kitu fulani kinaonekana. Kumbuka kipindi kile majasho yanavyototoka. Sasa hivi tunakula kipupwe. Alisema Mungu ni mwema hivi sana. Yaani sasa tumerelax kabisa. Na nakumbuka unasema kitu kimoja, Victor, tusifeki. Unakuwa sisi bwana kabisa. Kama ni joto mtu aone tu kuna joto. Exactly. Watu waelewe tu bwana Mimi watu tunatofautiana. Na hii siwezi nikajisifia, namshukuru Mungu. Katika kitu ambacho kaniepusha nacho is faking. Mimi napanda daladala kama kawaida. Mimi napanda pikipiki kama kawaida. Mimi natembea. Juzi nimetembea kutoka Sinza Mugabe mpaka Afrika sana. Umeona? Na huwa natembea. Yaani ukinikuta mimi yani I'm very natural. Napenda kuwa hivyo. Faking sio kitu changu. So mambo yako. Yes, kwa hata kipindi kile wakati tunaanza kwambia mwanangu, hichi ndo uhalisia wetu sasa hivi. Tuishi nao. Yes, there's no faking. Kweli. Wale ambao wanasema fake it till you make it naonea huruma. Ina gharama zake. Na wengi ndio hao unakuja kuona baadhi. Unajua uongo ni kitu ambacho kinachukiwa na Mwenyezi Mungu. Kweli. Lazima kitakuumbua. Ndio maana unakutaga baada ya muda wana fake, sijui labda mtu kajifikisha gari, sijui kajifikisha nini, unaona? Nyumba nini. Alafu wanakuja mambo yanaharibika, wanaanza kuomba michango. Nasikia mtu kaumwa, mtu anashangaa, huyu alikuwa anaendesha gari aina fulani, mwanangu anakosa hata 50,000 au laki ya kwenda kujitibia au kitu fulani, umeona? Au kafukuzwa au kitu fulani. Kwa hiyo wanakuja wanaumbuka. Na Mungu anapenda reality, na binadamu anapenda watu ambao ni realistic. Kwa hiyo ambaye anaweza akachukua maneno ya busara, basi just be you. Utatoboa. Lakini ile fake it till you make it haina madhara sana. Kwa sababu umesema tusio tuna fake. Okay, sasa nilikuwa nachungulia kama mic yako iko sawa. Mbona iko sawa? Sasa Smart, weekend hii kumekuwa na vitu vingi sana. Kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yameendelea. Juzi kana sema mtu ananiambia, hebu iishe kwanza weekend. Nakumbuka Ijumaa kulikuwa na mambo ya kina madam wale A-list walikuwa na shughuli yao. Walikuwa wanazindua kipindi chao, nakumbuka tulienda. Baadaye tena mangapi ile Mamosi pia ikana vitu vingi sana. Nakumbuka Diamond birthday party na mama yake. Baadaye pia kulikuwa na shughuli pia nani wale, kwa maana Jumamosi kwa na shughuli ya nani miaka 30 ya Bongo Flava. Alafu Jumapili ndio tukio la kina Diamond. Kwa hiyo maana Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kila siku kuna tukio bandika bandua. Na pia hiyo Jumapili kulikuwa na tukio la BSS pia. Kwa bahati mbaya kama imefunikwa hivi. Ni kama inanilia. Nandi pia alikuwa na show Mwanza pia. Yaani mambo yalikuwa ni mengi. Lakini mimi nataka nigusie kidogo. Unajua bahati nzuri sana Smart, wewe tunafahamu ni DJ. Na watu wananiuliza sana bwana, Smart kwa nini asibadilishe hilo jina? Anajiita DJ hapa anachambua mambo ya Irani. Sasa nikasema kwa sababu wewe ni DJ pia na ni miaka 30 ya Bongo Flava, natakiwa pia nikuulize pia kama DJ watu wafahamu uelewa wako pia katika hili umeliona vipi. Kwanza nataka nipate take yako kwanza. Uzuri nilikuona ulikuwa kwenye show. Na nilifurahi pia kukuona. Nataka uniambie kwanza hii idea ya kufanya miaka 30 ya Bongo Flava kwa kweli hasa ulivyosikia for the first time. Ulifeel kitu gani? Ni nzuri sana. Ni nzuri sana. Na
Nilikuwepo mimi, alikuwepo Henry Mwinuka. Oh, na alikuwepo? Yes. Alikuwepo, kuna mdau wa SNS na Fuse anaitwa Doni la Kiarabu. Yes. Na yeye alikuwepo pale. So tukaa pale, kuna company nzuri sana. Na kitu ambacho nilikuwa na mimi, Mungu ndo alivyoniumba. Ameniumba na akili ambayo ni analytic. Sehemu yoyote katika mazingira yote, mimi kitu changu tu kina analyze. Kwa hiyo nilikuwa na analyze. One thing ambao I can take from here, baadaye tutaongea mengi sana, ni kwamba I could see, nilikuwa hata naongea na Henry, angalia sura za wale wasanii, wanaonesha wamefarijika, wako very excited, they very happy. Yani ni kama vile wamepata moyo upya, ni kama vile wamepewa second chance, kwa sababu wengi wao nadhani unaweza kukuta imepita miaka nyimbo zao hazijai kupigwa, hawajawahi kuongelewa, na waliamini na waliaminishwa kwamba zama zindu zimepita. Sasa walivyokuwa pale wana perform, alafu wanaona watu wanavyo interact, watu wanaimba neno kwa neno, I could see their face lighting up. Yani unaona uso wao wamefarijika. Mimi ilinipa sana faraja, na imewapa sana faraja. Yani biggest take ya hii ni faraja ambayo nilikuwa naiona kwa wasanii walivyokuwa na perform, na jinsi crowd ilivyowapokea, ilivyo interact nao, na hata baada ya miaka 20 au 30 au 25 au 15 kutokuwa walikuwa na tofautiana, lakini watu walikuwa na uwezo wa kuimba zile nyimbo. So that is the biggest take ya hili jambo. Kwa hiyo generally ni jambo zuri sana. Tutakapoenda tutaongelea mapungufu ambayo yalikuwepo na vitu vingine, lakini ukiniuliza one take of this, ni faraja ambayo walikuwa nayo, imewapa sana moyo wale wasanii, nyuso zao zilikuwa zinaongea hivyo. Selection ya wasanii, tuanzie kwanza hapo, kwa sababu nakumbuka mwanzo kulikuwa na zile kwamba bwana mimi sijakuepo na nini. Kuna baadhi walikuwa na Hardman wale wanalalamika, baadaye wakaingizwa, na baadhi pia wengine wasanii kutoka Kenya pia, alikuwepo Jua Kali, alikuwepo Nyota Ndogo pia alikuwepo pale na nini. Selection ya wasanii ambao waliperform pale, ulionaje? Selection ni nzuri, ila kwenye hilo mimi nina mitazamo miwili. Cha kwanza, ile show either ilitakiwa igawanywe into 2 shows. Walikuwa wengi sana. Sawa? Kwa hiyo show option ya kwanza ingepigwa show moja mwezi huu. Alafu yani pale wangefanyaje? Haya maoni yangu mimi. Yako ya. Mfano, team FeedQ, sawa? Alafu labda team Jumanech au team Madi, sawa? Au team Dulisite au East Coast TMK. Sasa hiyo ingerudisha bifu lile. Umeona? Kwa hiyo hizo team, alafu kila mmoja akachukua timu zake kagawanyishwa vizuri. Alafu timu moja ikaperform labda mwezi huu, wakapiga show yao, wakapewa muda wa ziada, kwa sababu dakika zao walikuwa na average, walikuwa na perform nyimbo 2, mwingine moja, wengine they were very smart kucheza na ule muda. Sawa. Alafu baada ikapigwa tena show kwamba baada ya team A kuperform, wakasema si tumefunika team B, hamwezi mkajibu. Team B sasa wakaanza kubuild hype, sisi tunakuja kufunika. Ikatengenezwa tena show ya mwezi ujao, ambayo team B sasa na yenyewe ikaje ka perform. Kutokana na wingi wa wasanii na udogo. Au kama wanataka kuipiga yote, na hii ni tatizo letu sisi wa Bongo in general, swala la muda. Ilibidi waanze at least, yani wamechelewa kabisa, waanze saa 1 kamili. Msanii wa kwanza ameshapanda kwenye stage. Yes. Yani wameanza pale, alafu waipige at least mpaka saa 6. Kwa sababu wale sio Gen Z. Crowd iliyoko pale sio watu wa kukesha, na asilimia kubwa sio watokaji tena, na wakitoka sio wa kustay late night. Unaweza kukuta wale watu, unaweza kukuta hawajatoka muda mrefu. Kwa hiyo siku hiyo ndo wamejikusanya, wamekuja. Ungiwapa kuanzia saa 1 mpaka saa 6, umemaliza. Show imeshiba vizuri, imekuwa curated vizuri, ingekuwa memorable na wanangi enjoy sana. Na kwenye hilo show ilikuwa ndefu na ilivutwa sana kiasi kwamba watu wakaanza kukaa chini. Watu walichoka mpaka wakaanza kukaa chini. Na nikumbushie, niongezee hapo pia moja ya changamoto iliyokuwepo ambayo inazaliwa na hiyo, iko nje ya swali lako, lakini inaungana na hiyo, kwamba
huwezi ukamchaji mtu 100,000 alafu simwekee kiti alafu ukamsimamisha zaidi ya masaa 8-9. Watu walisimama mpaka miguu ikachoka mpaka wakakaa chini. Umeelewa? Kwa hiyo nadhani pia walizingatia kujaza quantity over quality kwenye upande wa crowd. AC ilizidiwa kabisa. AC kwa hiyo Man City for the first time naingia. Yaani nilikuwa naangalia naona watu wanajitetea. Kwa hiyo niliona kitu we learn, tunajifunza. And I can tell huenda katika baadhi ya walioandaa kuna ambao wana uzoefu wa kuandaa events lakini kuna wengine hawana uzoefu wa kuandaa events. Kwa hiyo kuna technicalities wanashindwa kuzizingatia. Kwa hiyo ukimchaji mtu laki at least mwekea hata stuli za kunani na sio lazima ujaze sana. Ongeka idadi fulani za watu watu wakanani, lakini wamesimamisha watu muda mrefu sana cha kwanza. Alafu ilikuwa ni indoor, kwa hiyo ventilation haikuwa rafiki, joto lilikuwa kali, AC ilizidiwa. Na jamani, makampuni ya simu, hebu naomba mjiongeze. Mkisikia kuna show kama hiyo, kama mnaweza nendeni mkafunge repeaters zenu pale. Network ndani yani zilikuwa hazifanyi kazi. Mtandao ulikuwa mzito sana pale. Na mitandao yote ambayo mimi nilikuwa namuuliza mtandao gani, kila mtu analalamika. Kwa hiyo mitandao ya simu, watu wa tech, wa networking, nadhani muwe smart next time. Sehemu kama zile, nendeni mkafunge repeaters zenu na antena zenu za kuboost network katika eneo fulani kutokana na population. Yes, kwa hiyo kwa ufupi hayo, maana nikianza kuflow nitaenda mimi nakuachia uongozi kutokana na maswali. Umezungumzia swala la nani event yenyewe kwa maana space. Watu kuna match ilikuwa ni mwingi sana. Kuna watu wanazungumza kwa nini show haikupelekwa labda leaders au uwanjani au somewhere ambako audience watajiachia na nini, kwa sababu kama unavyozungumza siku hazifanyi kazi na nini, labda kingepunguzwa kiingilio kidogo, alafu crowd kani kubwa zaidi, kwa sababu ukiangalia pale ni wasanii a list wa kipindi hicho. You understand? Hiyo unaionaje? Ni jambo zuri, lakini cha kwanza naomba niseme hivi. Kwanza we have to acknowledge na tutoe sifa kwamba show imefanyika. As long as imefanyika, haya mapungufu mengine ni ya kujifunza. Kwa hiyo as long as imefanyika na ikafanyika vizuri pamoja na mapungufu yaliyokuwepo, that's one. Sasa inakuja kwamba kila venue ina malengo yake na ina aina ya crowd yake. Sawa. Demand imeonyesha it's so high kiasi kwamba wana uwezo wa kuipeleka uwanjani na wakajaza uwanja. Hiyo imethibitika. Na huenda katika kuplan hawakutegemea mwitikio utakuwa mkubwa kiasi kile. Umeona? Inasemekana, sina uhakika, lakini inasemekana kwamba ziliuzwa tiketi zaidi ya 3,000. Umeona? Ambao ni zaidi ya ukumbe uwezo wake wa kunani. Narudia, inasemekana, sio kwamba taarifa za uhakika. Ila nimesikia kwa taarifa kwa mtu ambaye kauli yake ina uzito. Kwa hiyo huenda watu hawakutegemea. Na mwanzo wakati inaanza, kuna baadhi ya wasanii pia walikuwa wanafatwa. Hii pia inasemekana wakawa wanadengua wakawa hawakuamini kwamba itaitikia vile ilivyoitikia. Wao sasa ndio wakaanza sasa wanataka kuja. Kwa hiyo kuna hiyo pia. Na swala la kupeleka naamini kabisa kuna uwanjani open space itapigwa. Naamini show itaenda mikoani, imeonyesha demand, na naamini itaenda hata isho hata wakiipeleka Kenya, Uganda, inapiga nyomi. Yes. Kwa sababu ile ndio generation ya Bongo Flava ambayo ilikuwa ina identity ya Bongo Flava kuanzia production na wasanii na melody na test na uandishi na style. Ilikuwa ndio ina identity ya Bongo Flava na ilikuwa take over Eastern Central Africa kiasi kwamba Wakenya wakabidi wakae vikao, jamani, Bongo Flava is taking over our radios. Ilikuwa inapigwa sana. Sawa. Wasanii wetu walikuwa wanaenda sana kupiga show kule. Of course na wao walikuwa wanapiga show. Lakini walikuwa wanatoka sana. Ilikuwa ni kipindi kile. That was the golden era of Bongo Flava. Kwa hiyo demand is wakiipeleka Kenya, Uganda, Congo, wapi, naamini
demand iko pale. Yes. Kwa hiyo issue ya viwanja naamini ipo, there is room kufanya uwanjani, open space, kuna room ya kuifanya, naamini pia wanaweza wakaifanya klasia, wakapunguza idadi ya watu, kiingilio kawa juu zaidi, mazingira yakawa way better, njia za kupita, AC, service na mambo mengine, kwa sababu even parking was a disaster. Wakati wa kutoka aise, watu walikuwa wanakaa muda mrefu sana. Alafu kilichokuwa kinatokea, mimi sikwenda na gari, mimi nilishtukia. Yes, wakati wa kutoka Henry akanipa lift na namshukuru sana, ananirudisha mpaka home. Sasa yeye akawa kwenye gari kutoka chini ile underground mpaka kuja juu, kakaa sio chini almost 20-30 minutes. Alafu inabidi aende, tukajaribu kulipa kwa simu. Nadhani walifunga ile, mtu asilipe kwa simu. Then mimi nikachukua ile nikaenda kulipa, nikakuta foleni ya kwenda kulipishwa pale. Kwa hiyo nadhani in future Mlimani City wakiwa na event kama hiyo, waongeze point za kulipia. Kwa kuna watu 4-5 ambazo mtu unaweza kulipia haraka haraka. Na ikiwezekana waweke point hata kule ndani ya parking kule chini kule. Yes. Alafu ukishalipia wao wanakupa dakika 15. Magari mengi ilikuwa na dakika 15 zinaisha, bado yuko kwenye foleni la kwenda pale kwenye gate. Kwa hiyo anafika pale inakuwa denied, wanakaa muda mrefu. Kwa hiyo upande wa logistics wanacha kujifunza. Yani this it's a learning curve. Kweli. Kweli umezungumzia kuhusu swala la viti pia, of course sababu hapakuwa na VIP kuwepo, lakini nazungumzia ile namba ya watu wengi kusimama kwenye raha ilikuwa wale waliokuepo mbele wale. Walikuwa wale waliokuepo pale, yani chini ya stage. Kwa sababu wanaona pale mwanafanya na snap na video na nini. Hapa sasa walikuwa nini wanawapa hapo 5 sijui nini. Kuna ambao pia walipata nafasi ya kupanda, wakaenda wakanani pale. Kuna mdada mmoja alinifurahisha sana alipopata Saida Karoli, akapanda akawa anacheza ile nani, kaicheza vizuri sana. Ile ngoma tradition yake ile. Mimi ni simjui. Ila katika kupita kwenye Instagram nikaiona ile video. Sio ile video. Alipost tu video ya kawaida, nikamwambia bana umetisha sana ulivyoenda kuperform pale, yani akasema sisi wa haya hatuwezi kuacha nini. So it was huko chini ndo unyama kule juu is just show off. Watu wa kujisnap wajioneshe na nini, unyama ni huko chini. Sasa ni performance sasa ni gani ambao kwako ilivutia hasa? Wasanii watano. Kwanza lazima tumpe Banana alifungua show vizuri sana. Jukumu alilopewa yeye ndo aliyeset standard. Na kabla ya hapo lazima tuanze kabla ya Banana ambao ni ma-DJ waliopiga Zero na Bike. I say walipiga vizuri, wakaset the right atmosphere. Sound ilikuwaje bwana? Sound ilikuwa mchanganyiko. Yes. Yani sound kuna kipindi ilikuwa ni disaster kabisa. Kuna kipindi ilikuwa iko vizuri. Mic was a problem. Zilikuwa zinakata sana. Na nimpe shout out mtu kama AY na wengine. AY wakati wa performance yake mic ilikuwa hasikiki kabisa. Yes. Yani ilikuwa inakata. Sasa nikawa namwangalia. AY is very wise. Hakumind, hakureact, wala unajua kuna wale mic sijui nini analalamika na mtupia lawama, unajua ile he went along with it mpaka baadaye ndio ikabidi Mwana FA akampa mic yake ndio akaanza kusikika. Then nyuma kule baadaye wakatoa mic wakampa AY, yani wakampa Mwana FA, lakini AY asilimia kubwa ya performance yake mic yake haikufanya kazi. Na sio yeye peke yake, na wasanii wengine. So in next one nategemea kwamba watakuwa wepesi sana, wawe na mic za kutosha. Cha pili, wawe kuna njia kadhaa za kudeal na zile mic. Baadhi ya sound engineers wanachokifanya kwamba sisi tumekuja, wanakuwa na mic mfano 10. Alafu sisi tuko 10. Kila mtu anapewa mic yake. Ninakusetia wewe kutokana na nani yako. Wewe pitch yako iko juu, mimi naishusha kidogo. Ile ambayo iko chini naipandisha kidogo. Naziweka na ziseti pale. Sawa? Sasa ukija kila mtu akiplay along inakuwa vizuri. Shida inakuja baada ya performance 2-3 zinachanganyika, hujui ya nani ni ya nani. Umeona? Alafu sauti inakuwa iko chini. So kuna wengine ambao huwa wana uwezo, kwa sababu zile ni console za kisasa, wana route mic zote kwenye line hii moja. Alafu wanaziset pale kila mtu smart.
Kwa hiyo akija Smao akibonyeza tu inakuja. Kwa hiyo huna muda wa kuanza kupandisha feda ya mic fulani, kwa sababu sometimes mic iko chini unataka kuipandisha lakini hujui ni mic gani, kwa sababu pale kuna feda nyingi. Umeona? Lakini pale ndani tumesema kuwa kuna tatizo la network pia. Yes, kwa hiyo kulikuwa I'm not sure ilikuwa ni swala la drop kwenye frequency. Kwa hiyo lakini at the end of the day mic was a problem. I believe in future wataifanyia kazi. DJ alikopa pale? Madiji zako no, walitisha. Bike alifanya kazi nzuri. Zero alitisha. Yes, walifanya vizuri. Kuna DJ wawili walikuja baadaye ambao mmoja she was very calm, akanani mmoja na hii ni kitu ambacho madiji lazima wajifunze. Unapokuwa kwenye show kama hili kuna sound level ambayo si tuna technical ni signal ambayo wewe unaitoa inaenda kwenye center console ambayo ndo anakaa sound engineer ambaye ana control sauti ya show on the spot. Wewe unatakiwa nani zako ziwe zimenyooka au whatever mlichokubaliana na kwenye setup. Ukizidisha sauti inaanza kuwa chafu. Na mmoja wa madiji aliyekuja na mmoja wa wasanii alivyoingia akapump sauti ikaanza kuwa chafu. Umeona? Ikaharibu. Mwisho wa siku mimi I know nikaona sound notice sound engineer amepunguza kule. Lakini sasa katika kupunguza ili effect overall sound performance ya overall. Yes. Kwa hiyo madiji wanatakiwa wajifunze kwenye event kama ile, sio yeye anaicontrol level ya sauti, anaicontrol ni sound engineer. Yeye anatakiwa hakikishe kwamba signal yake iko safi, imetoka vizuri, alafu yeye kule ana channel yake. Sound engineer ndo atakayenakuwa anachezesha accordingly. Lakini kuna mtu alikuja akapump ukasikia kabisa sauti na nani. And bado kwenye mic kitu kingine ni kwamba most of the times vocals zilikuwa zinamezwa na sound. Yes, mimi I could hear that kwamba vocals zinamezwa na sound. Na kuna baadhi ya nyakati highs ile frequencies za high. Kuna high, kuna mid na low. Low ndo bass, mid ndo vocals, high ndo zile mchicha zile. They were too strong kiasi kwamba zinaumiza masikio. Lakini haikuwa mbaya, it wasn't a disaster. Haikuwa mbaya. And vitu huwa vinatokea, kuna a lot of factors ambazo zina effect. Ila hivyo ni vitu ambavyo hii inaitwa constructive criticism. Unatoa feedback so that najua hii shows zitaendelea. Next time naamini hivi vitu watavifanyia kazi. Kwa kwenye hiyo tukirudi kwenye swali la mwanzo, madj wali set standard vizuri sana. Safi sana. Alafu umemtaja Banana alipewa jukumu nadhani zito kuliko msanii yoyote. Yeye ndo ali open show. Angi open kizembe angeharibu mood nzima. Ila amepiga bonge moja la performance. Alafu nilikuwa namuona afu namwangalia, unajua alichukua pigo za Michael Jackson. Kwanza kafika pale katulia. Unajua kuna Super Bowl moja Michael Jackson alipopanda alitulia, Super Bowl yote ikanipuka ikawa napiga makelele karibia dakika nzima. Basi nikawa namuona Banaba naye katuna kama Michael Jackson. Lakini performance ilikuwa amazing. Alafu wale aliyewaita wale wakanani wana vocals amazing, yani amazing, ameimba vizuri, ka perform vizuri. Na ndio kwa vile nadhani open alipata ka 15 kama sikosei. Aise wali perform vizuri sana. Kwa hiyo opening was on point. Sasa gani mwingine habari kuna nani? Wa pili Kasimu Mganga. Kasim katika wasanii ambao waliweza, hakuna msanii aliyeimbisha kuliko Kasim kwa siku ile. Kwa maana akwenda na crowd ya chini. Yani Kasim nadhani aliimba 40% au 50%. The rest crowd ndio ilikuwa inaimba. Na ilikuwa inaimba sio kipande. Yani alikuwa unaona kabisa wanaweza kapiga karibia vezi nzima akaishi nayo. Umeona? Alafu he was very calm. He was relax. Umeona? Yani inaendana na ile tajiri wa mahaba na nini. Yes, kwa hiyo it was performance fulani hivi noma sana. Alafu kuna
Kuna wasanii ambao hawahitaji hata maelezo. Charisma. Juma Nature ni Juma Nature. Unaona? Yaani Juma Nature is Juma Nature. Yes, aliingia. Mimi ni mpenzi sana wa Gangwe Mob. Kina Inspector. Ila selection yao ya nyimbo haikuwa the best. Yes. Yaani they had better songs. Walikuwa na nyimbo zingine bora zaidi kwenye selection. Kwa hiyo nadhani selection yao haikuwa bora zaidi, ila pia stage presence yao kuna room for improvement. Same thing kwa Jocelyn. Jocelyn ana muziki mingi mizuri, lakini stage presence yake wasn't the best, ila kuna huyo nilipenda pia, lakini Jocelyn alivyopiga ile live band pia miongoni mwa wasanii wachache ambao walikuwa na wasanii wengi pale walikuwa wanaimba playback, lakini baadhi ambao walijitahidi kuimba kwa live band walifanya noma sana. Hata Jocelyn unaona noma, yaani ukitulia kusema kweli, yani unaona jamaa kweli anaimba muziki, yani unajua zile muziki unausikia wenyewe. Ambaye nilifurahishwa sana na matumizi yake ya muda was Fandesele. Yani he was very smart. Unajua wale nadhani walipewa dakika 7. Sasa una nyimbo kwa kawaida ni kama dakika 3. Kwa ndani ya dakika 7 ukitoa ile maneno ya kusalimia sio nini na nani, umebakiwa na dakika 6 ambazo basically ni nyimbo 2. Sawa. Lakini Afande kwanza alivyoanza tu akapiga chorus intro ya ile nyimbo yake yeye na Heavyweight MC Professor J, alafu akakata pale. Yani he was very smart, yani alijua kucheza na vipande accordingly. Kwa hiyo alitumia muda wake vizuri sana. Ng'ombe azeeki maini. So it was alifanya poa pia na yeye. Hadmadi alikuja na energy, yani sijui yani aliingia pale mwanangu, yani yani nadhani niliposti kipande kwenye comment raia akasema kama ndo alikuwa analilia hivi basi, yani nadhani alikuwa mimi sikutaka kunibania, ngoja sasa nionyeshe sasa. Umeona alipania yani kupita, baada aliingia na vibe nini, and of course Hadmadi is a legend. Ana catalog yake is amazing, nyimbo zake ni amazing, zilipokelewa vizuri, aliperform vizuri, umeona lakini ile energy aliyoingia nayo aise, kama kuna kitu alipiga siku ile kilikuwa hicho sio cha Ngarenaro kabisa kule, si cha Iringa, umeona. Kwa hiyo alipiga vizuri, ila kuna nani okay, hiyo nitakuja. Kwa hiyo kuna generally wasanii walipendeza, ila kuna baadhi ya watu, na hii ni subjective na namna walivyo dress code, umeona Kwa hiyo kuna baadhi ya watu nadhani kama sikosei, ila nadhania aliyemvalisha Dully Sykes ndo aliyemvalisha Chege na ndo aliyemvalisha Madi suti fulani yani. Yes, color selection wale kigadfather fulani. Yes, kigadfather yani walitoka zamani kina Dr. Dre, kina Puff Daddy na wasanii wengine walikuwa ganavaa hip hop sana, macheni sijui nini, wakaja wakamachua, na nadhani hii aliipa nguvu sana Tupac. Tupac aliingia sasa kuipa kwamba unaweza kuwa mtu wa hip hop lakini kwa classic akawa anavaa suti yeye Suge Knight na nani ile ikawa imepunguza ile kuvaa hip hop sana. Kwa hiyo wao neno yani kwamba tumemachua, tumefikia level fulani. Na nadhani rangi aliyoivaa Madi blue, ilikuwa ni blue. Kama alivaa blue. Dully Sykes alivaa blue. Madi alivaa rangi ambayo wengi wataita pink. Lakini ni rangi aliyovaaga siku moja Jay-Z. Alivyoulizwa, bana umevaa pink, akasema no, this is mauve. Ni shade fulani ya ile pale. Kwa hiyo upande wao wali nani, nyota ndogo she came African. Alikuja Kiafrika. Umeona wale mama alifanya vizuri sana. Nywele zake natural, sawa. Kavango yake ya kitenge vizuri kutengenezwa. Anapiga viatu. Alafu very calm walking and talking. Yaani wewe unajua kuna wasanii wamekuja kuarusha mashabiki. Alafu unaingia unaimba nyimbo zako za kawaida, crowd inaenda na wewe yani. Alafu
hivi nikikwambia usikwamini. That was the first time mimi namuona nyota ndogo. Same to me. Alafu mimi yule dada ana melody fulani very unique. Leo mimi nataka pia au nani wanawake pia nani Stara Thomas pia alifanya wonder. Stara was amazing. Yani alikuja sasa hapa naomba watu wa pay attention. Alikuja kishangazi. Sio mshangazi. Kuna watu watataka kuchanganya hivi vitu viwili. Sio mshangazi. Alikuja kama shangazi. Kwamba now I'm matured, niko vizuri, kavaa kistaarabu. Yes, alafu kaimba, watu wamempokea, nyimbo zake. Ila wote I could see in their faces they were very, yani nadhani leo hii wakistaafu wanaondoka roho zao zimeridhika. Jinsi ambavyo wametendewa haki, na nadhani hichi walidhani kwamba zama hizo zimepita. Kwa hiyo waliperform vizuri na show nzima kasoro nadhani instance 2 zilikuwa ni show ambazo sijui kama ilikuwa imeplaniwa hivyo au ni kwamba watu wenyewe kwamba ilikuwa ni show ya kiungwana. Nikiongea kiungwana, nadhani tunafahamu uandishi wa wasanii wa zamani ulikuwa top notch. Hakuna matusi, hakuna maneno ya ajabu ajabu, na hata performance zao hakuna aliyevaa ovyo ovyo, hakuna aliyevaa sijui nini. Kidogo alipopanda Chege, ni Chege no Tembe, acha wawane, kuna ile biharusi alivua nguo kidogo akamkatikia kiaina fulani. Sasa nikawa nasema kama kuna mtu amekaa na familia yake na watoto wake, ile kidogo huenda that is the only point. Lakini show nzima nadhani kama kuna mtu amekaa na familia yake atakuwa anambia nyinyi yote cheki enzi zetu, wanaimba hakuna matusi, hakuna maneno ya ovyo, hakuna. Umeona watu mmoja alikuwa anasema kwa mara ya kwanza nimeenda kwenye show nakuta mtu hakuna mwezi sijaona paja la mwanamke. Hata wala mama wote kwanza Keisha, Stara Thomas, Saida, yani wote. Umeona? Kwa hiyo wote walivaa vizuri kistaarabu, performance zao nzuri, uandishi wao ulikuwa mzuri. Umeona? And kwa ujumla ilikuwa ni show ya kistaarabu ambayo nadhani millennials walikuwa proud. Hata yani walipata nafasi kama wamekaa na Gen Z waambia huo ndo usanii. Of course, japokuwa kama umezungumza baadhi ya vitu ambavyo vilifanya kuna hiyo, alafu of course kuna ile ya Dudubaya. Nataka nisogee kule sasa. Kwa mfano ukisema kitu ambacho tumezungumza pale mwanzo, unajua kuna baadhi ya matatizo yamekuja kutokana na muda, kwamba muda ambao wana perform na wakati pia sasa walikuwa wengi. Kwa hiyo mtu anashindwa kuonesha ile stunt zake yeye mwenyewe, na watu walikuwa washachoka by that time. Ndio maana muda mwingine unamuelewa Diamond anafanya hizo show mwenyewe, anaenda wapi kule anafanya masaa 3. Unajua ndani masaa 3 au 6 ukiwa peke yako unaweza kuonesha chochote kile ambacho uko nacho kama msanii. Sasa hapo kabla tujanani hapo mimi nadhani ni kwamba hii ndio show ya kwanza ya kaliba hii ya ukubwa hii kwa hao wasanii ambao ni legend. Kwa hiyo wanahitaji wako kwenye process ya kujifunza. Kwa hiyo nadhani next time hawataifanya ndefu kiasi hicho. Tumesema watu walichoka mpaka akawa wanakaa chini. Unaona? Wengine washachoka, yani ilikuwa it was too long. Walichelewa kuanza alafu wakaivuta sana, kwa hiyo swala la muda hapo sasa umoja kwa kuna baadhi ya vitu uliuliza inabidi nivimalizie alafu tusonge mbele. Kwa hiyo kwenye performance kuna hiyo kuna nature Duli kaja pale yani mpaka anajisifia kwamba umeona kampanisha Alikiba pia ile surprise. Sasa ngoja nitakwambia sasa siri ya pale. Kuna siri ya kisaikolojia. Sawa. Kuna wasanii kibao ambao wana nyimbo na Alikiba na walipopanda pale wakaimba, wakashout out, wakatamani Ali aje, alifatwa kabisa, wakamuomba aende, hakwenda. The only person ambaye aliweza kumfanya trigger Ali aje kwa hiari ni Dully Sykes.
Kwa sababu gani? Alimuonesha the utmost respect sana, yani heshima aliyomuonesha yani ikabidi avunje mwiko wake mwenyewe kwamba alipofuatwa na watu wengine, alifuatwa na wengine wakubwa tu, akasema pana, mimi nimekuja lakini the respect ambayo Dully alimuonesha, umeona? And of course wana historia way back, umeona? Alafu Dully hakumuita, hakumlazimisha. The respect is the only thing ambayo ilimfanya Alikiba aende pale. Pamoja na kwamba kuna wasanii wengine walikuwa na nyimbo naye, wakaomba. Hata kuna mtu alikuwa anasema, jamani, mimi kuna kitu na msanii gani sijui ni Mwanaifei au ni nani, kuna mtu ana nyimbo na Alikiba, akawa anasema, jamani, kuna jambo natamani, alikuwa anatamani Ali aje, na baada ya pale wakaenda vitu vingine, kwa hiyo haiku of course Mwanaifei aliperform vizuri AY, lakini show yao kwa sababu ya mic zile pia ilipunguza ladha. Kuna baadhi ya wasanii walikuja na madancers wengi. Nani aliongeza, nani Sogi alikuja na energy nini, big up kwake nini, akaja na nani, ila wale madancers they were disorganized. Yani walikuwepo tu, yani kila mtu anajirukia tu yani lazima tu yes. Yani madancers walikuwa disorganized. Madancer wa Chege na Temba walikuwa they were much well trained na wamerehearse vizuri na walikuwa na synchronization vizuri. Wale wengine walijazana tu pale. Yani ni kama vile wao walikuwa wamepewa nafasi, kila mtu anafanya na vibe na wewe pale. At least hata wa Saida Karoli walijipanga vizuri, walikuwa wanapeana nafasi. Walipeana nafasi. Kwa hiyo kwenye upande wa dancers I think kuna muhimu pia kufanya rehearsal na vitu kama hivyo. Ila kuna kitu ambacho nilikinotice ambacho kinanisikitisha, ambayo ni Madi wakati ana perform akaanza pa watu wakanaike sawa. Sasa hile ni soundi ambayo alikuwa ameianzisha Daxo Chali ya kutumia trumpet. Unaona ama piano asili yake ilikuwa ni soulful music, house zile soulful house, imepunguza BPM mpaka kwenye 110, 108, 115 hapo in between, alafu inapigwa na piano fulani kuipa that classic feeling. Daxo alikuja kwa hiyo ikawa ni mziki unique kwa wa South Africa. Daxo kuna kitu alikuwa amekianzisha ambacho naamini angeendelea nacho mpaka sasa hivi. Wa Bongo tungekuwa tuna melodi yetu, na ndio hiyo ilikuwa ya kutumia hizo alimfanyia production kadhaa Madi ona na Dogo Janja sawa na wasanii wengine. Nasikitika kwamba aliachia njiani, lakini hiyo ingeendelea naamini sasa hivi tungekuwa tuna ina kitu pia ile. Yes, ina kitu ambacho tupoteza. Yes, alafu mimi nawaambiaje kitu kimoja, wenda watu hawajui umuhimu wa dance, style ya kudance ya mziki huo inavyopelekea yani genre fulani ifanye vizuri. Ama piano kilichoifanya iende viral ni wakati inaanza, kuna dance fulani ile ilikuwa, unajua mapiano za mwanzo ilikuwa zina maneno, ilikuwa ni beat. Kuna ile ting 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 ile ilianzaga ile ndio ikaifanya ile genre ikaje ikawa. Kwa hito same thing. Unakumbuka ile wanavyoenda unarudi ile ikaifanya na nini? TMK walikuwa na dance yao fulani moja very unique. Unajua ile unaifahamu ile? So mapanga sha. Yes, walikuwa na style yao unique. It was amazing. Kwa hiyo I also Chidi ni Chidi. Chidi hahitaji mambo mengi, lakini Chidi is almost like nani huyu ambaye alikuwa ambaye alikuwa alilalamika kwamba hawakumweka kwenye show akapewa nafasi Hadmadi. Yani the vibe was too high. Yani it was too much. Tulimuuliza interview nani Chidi baada ya show kuisha, alisema kwamba hakuelewa kwa nini
walimpa dakika chache kwa sababu wanasema wenzangu kuna baadhi wamepewa mpaka dakika 10, mimi nimekuja kupewa almost nyimbo 2 tu alafu nishuke. Kwenye hiyo mimi ndani wote walipewa ni dakika 7. Ni kweli kuna baadhi walipata nafasi ya kuongezewa kidogo, it's true. Wengine hawakufikisha dakika 7. Piggy Black aliperform nyimbo hii nini mnataka mase hapa shwari hiyo, akamaliza akaondoka. Kwa hiyo average ya muda ilikuwa ni dakika 7. Yeye aliomba sana niongezee hata moja, lakini akanyimbo. So next time kwenye show kama ile huenda akajitahidi kwamba kama Afande Sela sio lazima uimbe nyimbo nzima. Kuna nyimbo unaweza ukapiga chorus, ukapiga verse moja, ukapiga chorus, ukapiga vika moja. Yes, sisi ma DJ tuna kitu kinaitwa verse chorus. Sometimes ukitaka kuamsha na una nyimbo nyingi, unapiga chorus, verse, chorus, yani nyimbo unaipiga verse moja na chorus yake umehama, verse moja na chorus yake umehama. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kutumia time management, sio kuimba, sio kuimba nani nyimbo yes. Kwa hiyo of course Mr. Blue, Mr. Blue, yes, Abi Skills. Afu nimependa Mr. Blue, he wasn't selfish. Alitumia fursa kuwapa nafasi na wasanii wengine kama Sheta. Sheta was not that kwenye list, lakini alifanya naye akampa nafasi pale. Umeona, na ilikuwa nzuri sana. Yes, alafu same thing kwa Duli. Kuna baadhi nadhani alimix ikatoa nafasi kwa watu wengine, kwa sababu nyimbo aliyoimba Dully Sykes na Alikiba ni recent song, umeona, lakini akaitoa. Alikuwa na Dully ana nyimbo za milioni yes, ambazo zote ni hit song. Alikuwa na uwezo wa kusema hii ni ya sasa hivi, nisiitoe nipige ile, lakini akaitoa ile na kutoa hiyo. Yes, lakini pia walitoa shukrani kwa heshima kwa Ruge ambaye without him Bongo Flava isingekuwa pale. Hapa tu watu wawili. Yes, na mwingine ni Nigga J. Mimi nimemuita kwa jina lake original Nigga J. Na mtu aliyempa jina Professor J, mimi nilisikia show, nilikuwa nasikiza kwa sababu nilikuwa sikosi show ya The Cruise saa 1 mpaka saa 4 ya DJ JD ndo akampa jina Professor J, na kama sikosei alikuwa ameachia nyimbo 2 kwa wakati. Jina langu linavuma kwenye mitaa, alafu akawa na nyimbo nyingine alitoa nyimbo 2 kwa wakati mmoja. Yes, tunakusikia. Yes, kuna nyimbo 2 alizitoa, alafu akaambiwa aminye moja aache moja iende, lakini aliyempa siku hiyo wakati anaipiga ilikuwa ni nani? DJ JD. Yes. Kwa hiyo ile heshima ilikuwepo pale, lakini Hard Blasters walikuwepo pale, umeona alafu wasanii walimuonesha heshima kubwa sana. Na kuna mapengo mawili ambayo hayakuweza kuzibika. Ya kwanza hii ni Albert Mangwea. Kwa sababu ameimba na wasanii wengi sana. Kwa hiyo pengo lake lilionekana sana. Wa pili ni Professor J. Naye ameimba na wale wasanii wengi sana. Pengo lake pia lilionekana, lilikuwa kubwa sana, lakini wasanii they showed respect kwake, which is very good. Yani Tunda pia aliingia na picha ya nani yule? Yes, hivi ni Tunda tulionyesha ile picha ya mshikaji wake, it was Tunda, si ndio? Yes, shout out kwake, ni kitu kizuri. Yes, of course ndio hivyo.